Karibu Morogoro, utazivuka sentimita, ukazikata kilomita hadi miles, ukifuata chuo kikuu cha kilimo SUA ndani ya ndaki ya maendeleo ya jamii na kilimo ugani, ambapo utakutana na taasisi ya maendeleo ya jamii iliyoanzishwa mnamo 2022 ndani na chini ya Mwalimu Lazeri Mkuya Madaha. Taasisi hiyo imejikita katika kufanya shughuli za kijamii zinazozunguka chuo hicho cha kilimo. Shughuli hizo zimekuwa zikifanywa na wanafunzi wa tasnia ya maendeleo ya jamii pamoja na wanafunzi wa ugani. Toka kuanzishwa kwa taasisi hiyo mpaka mwaka huu 2026, miaka yote katikati ilikuwa ikizifanya shughuli hizo. Hivyo basi, wanafunzi wa maendeleo ya jamii mwaka wa pili pamoja na wanafunzi wa maendeleo na wanafunzi wa kilimo ugani mwaka wa tatu wakaamua kufanya maadhimisho. Maadhimisho hayo yalijikita kuonesha kitu ambacho wanakifanya na wanavikundi hao wanaozunguka chuo hicho na mafunzo ambayo wanawapatia kuwajengea uwezo na kuwawezesha kuimarika kiuchumi. Mnamo Februari 19, wanafunzi hao walifanya tukio lao la kuonesha shughuli hizo ambazo wanazifanya katika jamii, pia na kuonesha matokeo chanya endelevu yanayotokea katika jamii. Katika shughuli hiyo, vitu mbalimbali vilioneshwa kama ni matokeo ya shughuli zinazofanywa katika jamii. Shuhuda mbalimbali zilisemwa, semina mbalimbali zikafanywa, furaha, shangwe, watu waliburudika na kuelimika. Hii yote inaonesha uwezo na ubunifu wa Mwalimu Lazeri Madaha kuweza kubadili elimu nadharia kwenda katika elimu ya vitendo. Aidha, wanafunzi hao wanajivunia na wanafunzi hao wana uzoefu wa kufanya shughuli hizo pasi na uwepo na usimamizi wa mwalimu huyo, kwani maelezo yanayopatikana na ujuzi waliojengewa umeweza kuisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Sambamba na hilo, katika maadhimisho hayo, Mwalimu Lazeri Madaha aliweza kufurahika na aliweza kujivunia kitu ambacho wanafunzi wake wanakifanya kosa. Hivyo basi, kwa nafasi hii napenda tukaangalie na tuone mambo yaliyofanywa siku ya maadhimisho, mambo yaliyofanywa na wanajamii pamoja na wanafunzi hao, pamoja na maonesho ya bidhaa walizozitengeneza kupitia njia ambazo Mwalimu Madaha ameweza kufundisha, ikiwemo njia ambayo tunajivunia ya self help, kwa maana jamii kutumia rasilimali iliyopo kuweza kujikwamua pale ambapo walipo na sio kutegemea misaada, kwa sababu inaaminika jamii inayoweza kujitegemea na kufanya mambo yake pasi na utegemezi ni jamii bora sana na yenye kufikia maendeleo endelevu. Karibu. Tulikutana na wanachangamoto ya mtaji mdogo katika biashara yao ya ukodishaji wa viti. Sisi kama grupu namba 2 tukaongezea mtaji kwa kuwanunulia viti vingine 10 kwa ajili ya kuongeza faida kipindi watakapokodisha mtaani kwao. Lakini pia kupitia kitu tulichofanyia tumeweza kusaidia mambo mbalimbali, ikiwemo kama kwa kipindi cha nyuma kwenye ofisi ya mwenyekiti pale kulikuwa na upungufu wa viti, kukiwa kuna vikao vya mitaa walikuwa wanashika sehemu ya kukaa, lakini pia kwa namna tulivyofanyia tumeweza kuboost kitu fulani hata katika nyanja za serikali. Napenda tuwapongeze jamani. Hivi ushakuwa samaki kwenye picha? Kimsingi wameeleza kitu kimoja unique sana. Chakula bure. Ushakuwa chakula bure? Kwa ni watu ambao tunatakiwa tuishi nao vizuri. Ila yote yanatokea ikiwa ni tukiwa na mahusiano mazuri, na ndio maana wanasema social capital ni zaidi ya fedha ambayo unayo. Kwa hiyo unaweza kaona wameweza kufanya kitu kwamba unauza hisa, unanunua samaki kwenye karatasi na unatoa fedha, alafu unapewa chakula cha bure. Ni
nikizungumzia kuhusu mambo tuliyofanya katika kikundi chetu cha Mahalisile kinapatikana mtaa wa Makumbasi, kata ya Mbuyuni. Kwanza kikundi kilianzishwa tarehe 25 mwezi wa 10, 2014 na kinajihusisha na shughuli kuu mbili za kujiongezea kipato ambazo ni vikoba pamoja na utengenezaji wa sabuni. From the time tunafika pale tulikuta kwamba wana changamoto ya ujuzi au utaalamu wa kutengeneza hizo sabuni. Kwa hiyo kwa muda ambao tunafika wenyewe walituambia kwamba walikuwa na hilo tatizo, na kutokana na hilo tatizo walisizi kuendelea na hiyo biashara. Kwa hiyo sisi katika kikundi chetu tukaja kugundua kwamba mmoja kati ya memba wetu ambaye ni Alice, Madam Alice hapa anaitwa Alice Newton, ni expert katika kutengeneza sabuni za maji nzuri kabisa na zenye ubora wa hali ya juu. Kwa hiyo tuliweza kumtumia huyu kama hazina katika utengenezaji wa sabuni hizo, lakini pia kitu kingine tulichokuja kugundua, sabuni walizokuwa wanatengeneza mara ya kwanza walikuwa wanaweka katika package kama hizi za kawaida tu, afu hazina branding wala hazina lebo. Kwa hiyo sisi tulipofika tukafanya value addition katika sekta ya kuweka vitu kama hivi lebo pamoja na kubadilisha packaging. Tukaweka package kama hizi mnaona kama hivi na lebo pamoja na mzee kwenye kitengo chake ya sema na rangi aikatumia chumvi na vigesi na perfume glycerin silet umeona ingredients ziko nyingi. Naamini hapa kuna watu ambao walikuwa kama mimi, walikuwa na mimi kiangalia hivi tunaona kama hiki kitu simple kutengeneza, kumbe ni kitu ambacho kina ingredients za kutosha. Na sambamba na ile wakaribishe grupu namba 9 DCD kwa kuzingatia muda, fanya haraka tuje tumalize. Grupu namba 9 DCD. Nitatoa story kidogo ya grupu namba 9. Grupu na Upendo Women Group ambazo tunaenda kutembelea. Upendo Women Group ina wanawake 21 ambao ni active members. Shughuli zao ambao wanajishughulisha ambazo ni current projects ni soap making na financial loans kwa wale members, lakini historia yao walikuwa walitueleza kwamba walikuwa na miradi kadhaa ambao walikuwa wanagawa vyakula, wana save migawani, ikitokea event yoyote wanakuja, lakini ikatokea picha nilikuwa nataka ni project hapa, ila PC haijarudi, kaona kwamba nitashare na event of director, maana matukio yote na video haijakaa sawa. Hii hapa ni sample ya picha na hii batch of making ya sabuni ya jana. Kafanya side pro. Hilo mimi ndio kitakaa sawa. Okay, nilikuwa naendelea kwa historia yao. Wakaanza mradi wa pikipiki. Wale bodaboda wakaibia hela, wakaachana nao. Hapo mwisho wa siku ndio wakaja kwanza kutengeneza sabuni, lakini kutengeneza sabuni kipindi kile sisi tunaishia kwao. Tukaanza kuzungumza nao, akasema wao walikuwa wananunua sabuni kutoka sehemu mbalimbali, wananunua sabuni wanakuja kuuza. Lakini tulipoenda kupitia sisi tulipoenda kupitia ujuzi wetu na ulivyotufundisha
kwa sababu kwa tunajua jinsi ya kutengeneza sabuni soap making, kwa tukaeleza kwamba tunaweza mkaitengeneza wenyewe. Wakatuambia kwamba katuletee sample au vitu ambavyo vinahitajika, hizo ingredients za kutengeneza hizi soap making. Tukawapelekea na wakalikubali. Sasa hivi wanatengeneza. Hii ni sample mojawapo ya nini? Ya soap making mwenyewe wanatengeneza. Kwa kupitia tulipokuwa tunajifunza darasani sio pia na pili, so inatusaidia sana wenyewe wapata ujuzi kupitia Zero Impact. It means among of the Upendo Women groups wamekuwa being empowered, especially tupo ujuzi kila mtu according to individuality. Among of the Upendo Women groups wanatengeneza sasa hivi, kuna wamama mwingine anajihusisha na uoteshaji wa miti ya matunda. Picha zote ziko hapo. Mwingine anasema chakula migawani, anatengeneza hiyo timizi ni yenyewe tofauti na group zima. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hiyo ni short kwa tupe. Asanteni sana grupu namba 9. Kabla ya kuwakaribisha grupu namba 8, napenda nizungumze kitu kidogo. Hakika wote tunazungumza vitu ambavyo tumevifanyia kazi na impact ambazo zimetokea katika jamii. Hivyo basi, hii ni kama sehemu ya maonyesho. Grupu namba 1 nadhani wamejaribu kuexplain vizuri mpaka bei za bidhaa. Mkitaka mnawaona mnanunua. Pia grupu namba 8 wamekuja na kitu cha tofauti. Nimesikia mnazungumza mambo ya chips sijui nini, kwa chips lazima zihitaji mayai. Grupu namba 8 wamekuja na mayai. Kwa hiyo watakapokuwa wanatoa presentation yao kuhusiana na kitu ambacho wamefanya, si vibaya mkanunua mkaenda kujivinjari. Au vipi? Basi kwa nafasi hii napenda niwakaribishe grupu namba 8 waweze kuja kutuelezea walichokifanya katika jamii. Karibuni. BCD. Hapo mko vizuri. Sisi ni grupu namba 8. Tulikuwa tukifanya project na kikundi kinaitwa Maendeleo Magadi, kinapatikana Magadi. Kikundi kinajishughulisha na shughuli mbili. Cha pili ni kilimo. Kwa ufugaji wanafuga mifugo mbalimbali. Kuna kuku, kuna mbuzi na mifugo mingine midogo kama bata hivyo. And then kwenye kilimo wanajishughulisha na mazao ya aina mbili, ya biashara na ya chakula. Katika mazao ya biashara mosi ambayo nimeelekea kipaumbele kikubwa ni ndizi. Wana mradi wa ndizi, wana shamba lao kubwa linapatikana maeneo ya msingi pale ya Magadu. Ile shamba lao wanazalisha ndizi. Na pia njia kubwa pale ni njia ya umwagiliaji pamoja na kutegemea maji ambayo yanapatikana maeneo yale. Katika changamoto ambayo tuliokuta wako nayo, the current reminder, walikuwa hawana masoko ya kukuza biashara zao. Most walikuwa kutegemea wakizalisha ndizi au ayo mayai au product zao walikuwa wakihusiana wao kwa wao, ama wakitaka kwenda mbali zaidi kwa watu wa jirani. Kwa hiyo sisi tulivyoenda katika kuwadi value, tumewasaidia kupromote biashara yao kwa kutafutia masoko. Currently sasa hivi kuna soko Kingaru wamekuwa wakiuzia biashara zao kama products za kilimo pamoja na vitu kama mayai na products zingine. Yes. Na katika changamoto kubwa ambayo tunakutana nao, walikuwa wakitumia mbinu ni local way ambayo zilikuwa na impact ndogo sana. Tulikuta mabanda yao ya kufugia yalikuwa machafu, hayana miundombinu mizuri kama maji nini kwa ajili ya chakula na vitu ambavyo kuzalisha. Walikuwa na kuku 100. Katika kuku 100 je ni wa nyama, je ni wa mayai. Na kwa siku walikuwa kuzalisha tray 4 mpaka 5. Lakini kwa sasa hivi tumewasaidia kuboresha mazingira, kuwapatia mbinu sahihi za chakula sahihi ambacho ni kizuri zaidi na ambacho kinasaidia kuku wanataga mayai mengi kwa siku na kuzalisha impact kubwa. Kwa sasa wanaweza kuzalisha tray 9 mpaka 10 kwa
siku moja, ambayo ni matokeo mazuri kama positive impact kwetu. Na kingine zaidi, tumewasaidia kuweza kuwa na contact nzuri na afisa maendeleo wa eneo lile, ili hiyo imewasaidia kupata funds na vitu ambavyo vinawasaidia katika kukuza mtaji wao na kupata fursa za kujifunza entrepreneurship skills kutokea project, au kuna hivi tunaangalia kwa ajili ya wafanyabiashara kuwasaidia kujifunza zaidi, kujua kuendesha biashara, kujitatua kiuchumi. Kwa hiyo sasa hivi wana access ya kujifunza, na kwenye simu zao pia walikuwa hawana network marketing, hana network ya kukuza soko lao. Kwa hiyo tumewasaidia kutumia simu zao za mkononi. Sasa hivi wanaweza kupromote biashara zao wenyewe, wana website yao wenyewe, wanaweza kutuma product zao na wanasambaza. Na even kwa wanafunzi, sisi kama sisi tumekuwa chachu au sehemu ya kupromote biashara yao kupitia sisi, wamekuwa kujipatia wateja na sehemu ya kuuzia biashara zao. Kufikia hapo, naomba niwasilishe na hii ni sample ya mayai ambayo tumefanikiwa kujaza. Mayai mazuri sana, tukayaona bei moja ni 50, kupata faida 50. Naomba kuwasilisha. Asanteni sana. Mayai jamani ni 50. Bei shilingi ngapi? Asante sana grupu namba 8. Napenda niwakaribishe grupu namba 8 ya extension. Grupu namba 5 DCD. Magupa ya lishe tu. Tuzingatie muda. Wapige picha. Weka pose. Weka pose. Kipo kati ya Mlimani sawa Kileta. Kikundi chetu sisi kinajihusisha na miradi tofauti tofauti. Mradi wa kwanza alionao ni mradi wa bajaji. Wana bajaji 2 ambazo bajaji hizo wamezifanya zikuwa kama ajira kwa vijana wengine. Bajaji hizo zimetumika kama kutoa ajira kwa vijana wengine, na pia mradi mwingine walionao ni mradi wa utengenezaji wa pemba. Mwanzoni kikundi kile kilikuwa na wanawake 3 ambao walikuwa na fahamu kuhusu utengenezaji wa pemba. Kwa hiyo hata kwenye upande wa uzalishaji wao walikuwa wanazalisha kwa kiwango kidogo sana, ila sisi kama sisi kwenye grupu letu tulipata pia wasichana wengine 3 ambao walikuwa na uwezo wa kutengeneza pemba hizi. Kwa hiyo wao kama wakatumika kama njia ya kutufungulia sisi sehemu ya kuweza kuwasaidia kwenye utengenezaji huo. Kwa hiyo wiki yetu hapa kwa bahati mbaya imesema chache, ndio wapenyetia jinsi tulikuwa tunashiriki katika utengenezaji wa pemba hizo, na kwa siku tulifanikiwa kutengeneza mifuko 6 ya pemba, ambazo pemba hizo pia tulifanikiwa kupata connection ya masoko kwa ajili ya kusafirisha pemba hizo, na mpaka sasa tunapoongea kila pemba hizo zinapozalishwa zinapelekwa Lindi. Na kwa ambao hawajui pemba ni kitu gani, pemba ni ule udongo wa kula, udongo fulani ile ni mwembamba unaliwa. Na kitu kingine ambacho sisi kama grupu tuliona ni manufaa kwa wanakikundi wenzetu ni kutengeneza sabuni, ambazo ni sabuni zinatengenezwa zenye ubora mkubwa. Sabuni hizi zinatumika hata kwenye maji ya chumvi. Yaani hizi sabuni ukitumia hata sehemu ambayo ina maji ya chumvi haikatiki, yaani bado inakuwa na povu zito sana. Kwa upatikanaji wa sabuni zetu hizi ni shilingi 2,000 tu. Ni sabuni nzuri, zina harufu nzuri pia, ni harufu ambayo hata ukizuia huko bado inabaki. Na pia kitu kingine ambacho tulitamani zaidi, kikundi kile kilikuwa kinatamani kuongeza bodaboda, na kutokana na faida ambayo ilipatikana kwenye utengenezaji wa pemba walitushukuru sana, maana kwa kiasi fulani ule utengenezaji wa pemba uliongeza faida kwenye kikundi chao. Mara ya mwisho waligonga hisa, walifanikiwa kupata shilingi milioni 67, ambapo faida ambayo ilitokana na pemba ni shilingi milioni 2.5. Kwa hiyo sisi tunajivunia kwa kuwa tumekuwa chachu na sehemu ya wao kupata faida hiyo. Asante.
hapa mji mkuu. Profesa, unaona kwamba hivi mambo ambayo tumevileta hapa ni baadhi ya Group namba 7 tulisaidia, na nadhani kama profesa ulikuja kwenye hilo group na umetembelea. Hilo group linajishughulisha sana na mambo ya bustani, utengenezaji wa bustani. Tuliwakuta kwa na matuta 8 tukapeleka mpaka matuta 26. Kwa hiyo tumewasaidia kwa kiwango kikubwa katika uzalishaji wa mboga mboga na aina nyingi za mboga mboga ambazo group limepata kwa sasa hivi sana. Wamefika lakini leo umetengeneza kila kitu. Na hawa watu wanakuja sasa hivi tunapigia wako njiani wanakuja. Maana zile mboga zingechumwa jana zingesinya kuonyeshwa leo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi wako akati ya kuja kuonyesha hizo mboga kwenye magrupu yao. Kwa hiyo ndio kuna kitu ambacho tumefanya hapa. Lakini kwenye sehemu ya bango kama tulivyokuambia na tulivyoambia kipindi kile, walikuwa na shida sana ya bango la kutangaza biashara yao. Kwa hiyo sisi tukienda pale downtown ambapo ndo karibu na ofisi yao, kwa sababu ulifika pale tunawatengenezea bango la shilingi 60 kubwa pale linaloonyesha ofisi yao ilipo. Sisi hataki kucheka sasa. Unaonekana wao tunaweza wale wa extension wamefika na wameona vile ambavyo tumefanya kwenye ile group. Kwa hiyo wale watu sasa hivi wanakuja na zile mboga, lakini baada ya zile kuonyesha kwamba wanakuja kuonyesha siku ile ya wiki ya study break, tukawasitisha na kwamba wakauze tu ili basi hasara isiingie, lakini wangetakiwa kuja kuzionyesha leo hapa kama sehemu ya maonyesho. Sasa mko njiani jamani. Sema mko njiani sasa hivi wameshaishi. Ni kuwatangaza zaidi sana pale sehemu ya mji mkuu. Na naamini ulifika na uliwaona na ulipiga nao picha, na hiyo picha pia iko kwenye vitu vyetu hapa ulipofika, na uliona pia response ambayo walitoa kwa wanajamii. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho tumekifanya. Lakini mambo kama perfume ambayo tumewasaidia na batiki pia walikuwa wanataka kuja kuonyesha leo hapa utengenezaji wa batiki. Kwa hiyo sisi hatuwezi kuonyesha ilikuwa hapa, walikuwa wanakuja kuonyesha kwenye ile exhibition namna ya kutengeneza batiki. Wadada baadhi na wadada ambao wamesuka hapa, wadada wengine wamesuka kwenye hizo ofisi zao, maana wanajishughulisha na mambo hususi, na kama unavyoona wamejitolea kwa namna hiyo. Kwa profesa, hili liko vizuri na vile vitu vingine vyote vitafanyika siku katika kikundi chetu hiki. Kama mnavyoona pale, posta yetu inajieleza kwamba kuweka hisa, kupanda, kuvuna mafanikio. Kwa hiyo kikundi chetu kilikuwa kinahusika na vitu kama hivyo. Wakati tunaendelea kufanya nao activities mbalimbali ambazo tulikuwa tunafanya, jambo la kwanza ambalo tulikuta wao wana changamoto, walikuwa na mradi wa kutengeneza wa kutumia bajaji, walinuaga bajaji wao, lakini mwisho wa siku kutokana na poor management waliokuwa nayo wakashindwa kuendeleza mradi ule. Hivyo tukaangalia sisi kama wanafunzi tunaweza kuwasaidiaje. Wateja walikuwa hawana zile bidhaa, zilikuwa zinabaki wiki inaisha, lakini wanajikuta bado wana zile bidhaa za wiki ambayo walikuwa wamezalisha kwa wakati ule. Kwa hiyo tukajitahidi kama wana kikundi, tukabidi kuwatafutia ni kwamba walikuwa hawana accounts. Kwa hiyo pesa zao walikuwa wakitunza katika viboksi vya bati. Na kitu kingine pia walikuwa hawana katiba. Tukuonyeshe matokeo yaliyotokana na uwekezaji wa nguvu za wanafunzi ambao wapo chini ya usimamizi wa Profesa Razil Madaa. Uwekezaji huo umefanikiwa kuleta maendeleo katika jamii ambao ni kutokana na vikundi mbalimbali. Faida ya kwanza ambayo imetokana na uwekezaji huo ni utoaji wa ajira kwa vijana. Wanafunzi hao kutokana na mafunzo waliopatiwa darasani wameweza kutumia knowledge walioipata kwa ajili ya kuwekeza nguvu na kufundisha vikundi mbalimbali kuweza kutoa ajira kwa vijana. Mfano, kuna baadhi ya wanafunzi katika vikundi vyao wamefanikiwa kuanzisha miradi mbalimbali ambayo imetumika katika utoaji wa ajira. Kikundi cha Songa Mbele kimeweza kufundisha kikundi wao kutoa mafunzo ya utengenezaji wa sabuni, ambao utengenezaji huo wa sabuni umefanikiwa kutoa ajira kwa vijana ambao wanatumika katika usambazaji wa sabuni hizo. Faida ya pili ambayo imepatikana ni kupata maarifa zaidi kwa wanakikundi. Mwanzoni baadhi ya wanavikundi walikuwa hawajui jinsi gani ya kuongoza vikundi vyao, ila kutokana na mafundisho ambayo wameyapata kutoka kwa wanafunzi hao wamefanikiwa kuwa na mwongozo mzuri na uongozi mzuri katika vikundi vyao, na pia wamefanikiwa kuwa na kujifunza wamefanikiwa kujifunza mafunzo
ya ujuzi wa uongozi, ambao mafunzo hayo ni mojawapo ni kuhusu planning, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema mipango. Wamejifunza kuwa na mipango mizuri, kwa mfano upangaji wa bajeti mbalimbali, upangaji wa mapato, je, kitu gani kitumike, kitu gani kisitumike, na pia wamekuwa na organization nzuri, wamepata mfumo mzuri wa kusanya wanavikundi wao, na pia wamefanikiwa kutatua changamoto moja kwenye vikundi vyao. Changamoto ambayo mojawapo iliyokuwepo ni uchelewaji wa wanavikundi au wengine kutokushiriki. Ila kutokana na ujuzi waliopata kutoka kwa wanafunzi, wamefanikiwa kupunguza tatizo hilo kwa 98%, ambapo sasa hivi wanavikundi wanakuwa motivated, unapata hamasa mbalimbali ambazo zinawasababisha wao kuwa na shauku zaidi ya kutamani kuendelea kushiriki kwenye hivyo vikundi vyao kila siku. Faida hizo zimetokana na shauku kubwa ya msimamizi wao Razel Profesa Madaa. Faida hizo zimetokana na shauku kubwa ambayo imetokana na msimamizi wao Profesa Razel Madaa, ambaye amekuwa na shauku kubwa ya kuiona jamii ikihama kutoka katika hatua moja na kwenda katika hatua nyingine, ambapo amewezesha zaidi kwenye kubadilisha elimu ya nadharia kwenda elimu ya vitendo, ambapo wanafunzi hao wamewekeza nguvu kubwa sana katika kubadilisha ile elimu waliokuwa wanafundishwa darasani kwenda katika elimu ya vitendo, ambapo elimu hiyo ndio imesababisha kuleta faida nyingi ambazo zimeonekana katika vikundi hivi. Kutokana na maonyesho hayo ambayo yameonyeshwa kutoka hapo mwanzo, shughuli ambazo zimekuwa zinafanyika na faida ambazo zimeonekana ni kama zifuatazo. Fundisha maana yake hiyo fedha ambayo mtakuwa mnakuwa mnaipata. Mimi kwa tuje tuone kama na mradi gani mwingine tuje tuanzishe. Unaona? Kwa mfano mradi ambao labda tunaweza kusema ule kwa labda kwa mfano kama ukopeni wa sukari, unajua sukari. Lakini kwa mfano kama huu tunaweza kuanzishia muhudumishi. Si ndio? Na sisi wenyewe tunakuja tunatazama tunaona kama je unaendeleaje. Na licha tu ya kuendelea pia na sisi tunajaribu labda kutoka labda hata masoko, unaona watu wateja wanunuzi, si ndio? Lengo ni faida ambayo nyinyi mtakao mnaipata mnaitumia kama kwa matumizi mengine, si ndio? Kwa ndio hivyo. Kwa nadhani labda tungepata picha nini? Viona hapa chini hivi hapa vyote ni vifaa vya kutengenezea sabuni ya maji. Tutaanza moja badala ya nyingine ili kila mmoja aweze kuelewa ni kifaa na kazi yake. Tunaanza slash. Unapoanza kutengeneza sabuni ya maji, unaanza na hiki kifaa kinaitwa slash. Hii hapa inaleta uzito wa kwenye sabuni, na pia hakikisha unapoenda kuweka kwenye nani inakuwa ya kwanza, hakikisha unaikoroga mpaka inakuwa nyeupe. Unaikoroga kwenye kifaa chako ulichoandaa kwa ajili ya kutengenezea. Hiki ni cha kwanza. Cha pili, baada ya kukoroga hiki kifaa ambaye ni slash, unakuja sulfonic acid. Hii sulfonic acid inasaidia kwenye reaction ya sabuni ya maji na kufanya mchubuko kuondoka. Hii hapa inaitwa sulfonic acid. Baada ya hapo unakuja hii hapa inaitwa soda ash. Soda ash hii hapa inaleta mvuto wa sabuni yako, inaleta povu, inaleta na uzito wa kwenye sabuni yako. Ukitoka hapo unakuja CMC. CMC yenyewe ni ya 4 kutia kwenye sabuni yako. Hii inasaidia pia kutoa mchubuko na kuleta uzito kwenye maji. Baada ya hapo utafika glycerin. Glycerin kama tunavyojua kazi ya glycerin ni kutoa michubuko ya kwenye sabuni. Yaani mtu anapofulia asiwe michubuko ile meupe. Tutafika chumvi. Chumvi hapa hii hapa. Tusha dilute kwenye maji, lakini ni chumvi ya mawe. Unapoenda pale dukani unawaambia naomba chumvi ya mawe nusu au kiwango chochote unachotaka unapewa. Duka linapatikana Sabasaba, jengo la CCM. Karibu na jengo la CCM tuambia duka la wajasiriamali unapata. Hii hapa ni perfume ya rose, lakini kuna perfume nyingi sana. Kila mmoja anavyotaka. Kuna limao, kuna glory, kuna rose, kuna strawberry na kadhalika. Hii hapa ni rangi ya blue. Tunaweka rangi kwenye sabuni, licha ya kuwa sio muhimu sana kwenye sabuni. Unaweza kaweka hata rangi nyeupe, vyovyote kuacha hivyo, lakini ili kupendezesha sabuni yako unapaswa kutumia hii hapa. Alafu hivi vifaa nilivyovaa ni gloves. Hizo hapo kila unapofanya
unapotengeneza sabuni unapaswa uwe navyo, kuondoa ile usije ukashika reaction ikakuvuta. Hivyo ni vinini kabla bado wala usijali, hizo zote ni nini naanza kurekodi. Umewasha? Ngoja tu tunani tuete mwiko basi. Soda, yani soda ukitia tu umwevu katia maji tayari. Yani sabuni hii hapa inasaidia povu. Yenyewe haina madhara, lakini ndio hivyo kama ilivyo unga ukiingia na lazima ukoe, lakini haina madhara sana. Nadhani utaona baada ya kukoroga hii, yaani inakuwa imeshajitengenezea povu. Nishikie ndoo. Simama ugali, nimesema poa. Hapo kitia maji tu povu lako linakuwa tayari. Unga una madhara. Unga una madhara, ni kama tu unga wa kawaida ila utakuoa. Unaona hapo kitia tu maji hapo tayari. Hivi si madhara kabisa. Unaona povu lako ile, yaani hii sabuni ishafika kwa mwisho. Kwa hapo tunatengenezea sisi sabuni yenyewe. Nadhani povu mnaiona. Lakini inabidi tutie kidogo kidogo kuhakikisha kwamba yale mabuja tunayaondoa. Ukitia mengi mengi utayaona. Mimina tena. Basi. Lakini hakikisha kwamba kwenye nani sabuni yako unakoroga upande mmoja tu. Umeona? Sabuni inaanza kuwa tena nzito. Kwa hiyo unakuta kama nzito sabuni yako umetia chumvi inakuwa nzito. Unaenda nini? Unaiongezea maji. Tia tena. Unaona? Maji ya chumvi si yanaharibu nguo. Sasa niweje kwenye sabuni ya maji? Hapana, tunaambia haiharibu nguo. Isipokuwa umeona kama hiyo hapa sabuni yako inakusaidia kupata povu na inakuwa nzito pia. Inategemeana. Maji kama maji ya chumvi yanaharibu nguo. Somi hapo kwa sababu shida na ile nini safu na ile ajamaza. Angesia. Hayo mambo yatakuumiza kichwa sasa hivi. Nitajibu sasa ni kazi yake. Wanauliza kazi yake tu. Mshawaribu. Wewe kwenye kuweka unakadiria. Nika. Na usikiva kama moja. Kwa makini sana. Hiyo ni asidi. Unajua wewe? Hakikisha imechanganyikana na yenyewe kwa kama inasaidia kwenye reaction ya sabuni. Lazima uvae mask. Soda. Alafu kwanza hapa hapo unapeleka. Zinachanganyika vizuri. Inatusaidia kuondoa miwasho wakati wa kutumia sabuni. Mmeona hii hapo, kiliweka tu maji kidogo. CMC. Hivyo hivyo CMC. CMC ndio inavyoitwa. Kwa hata ukienda kwa DM. Kwa ukikosa DM watakupa hii ya maji. Ile ni kali sana. Hii fanya sabuni yako isiharibike. Ikae kwa muda mrefu sana. Kama nilivyosema, ukichanganya hii reaction lazima ukichanganya hii reaction lazima kutokee na povu kama ulivyoona.
Ukitia tu maji kidogo lazima povu itokee. Kwa hiyo hakikisha kwamba sabuni yako tukatengeneza na kunania na kutumika. Kila unapochanganya au unapoweka reaction lazima ukoroge upande mmoja. Isingekuwa hapo kwenye ile grupu nilikuwa chumvi. Hii hapa ni chumvi. Lazima ununue ile ya mawe. Ila sasa hapa mimi ninunua ya mawe nikadilute. Yaani inakuwa ni kama maji hapa hivi. Kwa hiyo nimeikoroga ili tusipate shida. Sasa tunakuwa sawa. Hayo maji yale yalibaki. Tunafanya. Wewe unaniambia kama ni nzito lakini hauwepo sana. Nzito. Lakini utatumia sabuni nyingi sana. Kama ni kufulia utatumia sabuni nyingi sana kufulia. Alafu nguo itakuwa chache. Unapima kwa vijiko au unaweza kupima kwa nani? Au unaweza kutia tu kadiri. Kama mimi nitapima kwa kadiri. Usibadilishe mwelekeo. Nataka ubadilishe mwelekeo. Ubadilishe mwelekeo unataka nini? Ulikuwa wapi? Sabuni haikatwi wewe. Unaharibu. Si unaharibu. Group background. Huruma Group was established in 2016 with the motto Kujikwamua Kiuchumi, meaning to uplift ourselves economically. The group has 32 members including 27 women and 5 men. They meet on Friday at 4 p.m. The leadership of Huruma Group includes chairperson, vice chairperson, secretary, treasurer, and committee members. The currently chairperson is Omari Mionela and the vice chairperson is Betty Baraka. Group activities and social role. Huruma Group is actively involved in organizing and distributing food during events like funerals, weddings, and birthday parties. Lending sugar and money among members, renting cooking utensils, preparing food for special occasions, and serving collectively to support members during emergencies such as illness and bereavements. They also provide small business kits to members such as soap making material to support personal income generation. Achievements of Huruma Group. The group has made a significant progress, created a constitution, opened a bank account, received loan from the local council covering 50% of their project cost, purchased 200 serving plates for rental income, strengthened internal unity and financial disciplines. So here are the challenges that Huruma Group face. Despite their success, Huruma Group faces challenges such as limited understanding of group dynamic among some women, local awareness of how group system operate, shortage of serving plates for larger events. Here are student intervention. So as a school number 5, we identify shortage of serving plates as a key barrier. Initially that group had only 200 plates, so we contributed 300 more, increasing the total to 500 plates. This intervention was based on participatory assessment and collaboration with the group.
value added. Our contribution added value in several ways: improve the group's capacity to serve food efficiently, strengthen their reputation and reliability in the community, provided us with practical experience in participatory methodology, group coordination, and resource mobilization, reinforced the importance of student-community partnership in sustainable development. In conclusion, our work with Huruma demonstrated how academic knowledge can be applied in real-world challenges. By supporting a local initiative, we not only addressed a practical need but also contributed to a long-term community empowerment. And that's all. Thank you for listening. Naomba sasa mtu hapa hata hapo ngoja kuvusha barabara. Ni kweli au? Mafanikio ni mazuri kwa sababu alisema kwamba baada ya kuwapata wale wateja permanent, biashara yao na wao
lakini mama labda tunaulizia kitu moja kwa uzalishaji wa kuzalisha vitangazi. Kila msemo sabuni kama kisha maana nia yetu kwa tunatamani sana tuweze kuona hao wajasiriamali wadogo wakifanikiwa shughuli ambayo walikuwa wanashughulisha nao ya utengenezaji wa sabuni, na kwa sisi kama grupu tunafurahia sana mafanikio haya kwa sababu tunaacha kitu ambacho kinaonekana na kitakuwa endelevu kwa nyakati ambazo zitakuwa mbeleni. Lakini pia hapa huyu mama ana biashara yake binafsi ambayo anaifanya hapa sokoni, na kwa sisi kama tumefika kwenye eneo la kazi ambapo anafanyia kazi yake, na tunataka tukujua pia mama biashara inaendeleaje hapa, ukiangalia mauzo yako yanavyoenda kwa mafanikio yaliyopo kwenye biashara yako. Tukae tu vifaa vyetu vya kutengeneza sabuni. Kwanza hii ni chumvi, kazi yake hii ndio inasaidia sabuni yetu kuwa nzito. Tunakupa sasa, tunaweza kuweka hiyo hapo, tunatumia lita 2. Hii hapa ni siles. Inasaidia kuweka povu kwenye sabuni. Hii hapa ni sulfuric. Kazi yake hii ndo sabuni yenyewe hii. Kwa hiyo yani ili unatengeneza sabuni kama sabuni ndio hiki. Kiambia sabuni umetengeneza, hii ndo sabuni. Na inaua bakteria nini, kazi zote kwenye sabuni. Asante sana. Glycerin inasaidia kama mtumiaji asipauke akiwa anafulia nini. Perfume. Rangi nini, harufu ndio sabuni yako inukie vizuri. Hii hapa Alkatu. Hii hapa kazi yake na yenyewe inasaidia kuipa sabuni uzito hii. Hii hapa ni soda. Kazi yake inasaidia kupunguza makali ya hii hapa sulfuric acid. Maana hii hapa ni acid. Usipotumia hivi hapa mtu ndio anaweza kutumia sabuni kama anababuka. Haya ndio matio yetu. Na rangi yako sasa, unaona unachagua sabuni yako ya kijani au ya rangi gani au unakosia nini. Na leo tunatumia rangi ya kijani. Ndio fabric tunatumia leo. Sawa. Ndio na yeye ana ile mawe. Mambo kumsaidia mama ukoroga chumvi. Na mwingine sasa aje ile wapi mama, usihangaike, wapi vijana. Wapi wakoroge huko. Tunakoroga huko Lumbasi. Huyo ni Bwana Mustafa Ilunde, anaendelea na zoezi letu la ukorogaji wa chumvi ya mawe. Yaani huu tunakorogea huko. Hapa tupate mwingine. Tunashauria tukiwa japo. Nishakuelewa.
tunashauriwa tunatengeneza sabuni, kila kifaa unachoweka ujitahidi hata uzungushe hata dakika 10 nini. Yaani ukiweka kingine sio kumelika kwa pamoja. Lakini formula zinategemeana. Kuna wengine wanachanganya moja kwa moja, lakini zile kabisa pia unaweka kitu ili uzungushe kwanza ndio uendelee. Sawa. Sile sipeto kwanza. Tuna nini? Mimi si mwingine ila nani? Angel mimina hiyo. Angel na mimi Madam Angel. Mimi si hii ya tangazo. Hii ni kama Gani inaita 20. 40. Hii 40. Watu ni kuunganisha. Sasa 40 ni hata dairuti mbele kwa mbele, maji tutaongeza jambo lingine. Wewe kuna fanya nini hapo? Na mimi na snesi. Na mimi na snesi. Na hii pia ni serious. Hizi hapa tunazikoroga kwa separate. Hii hapa na hii. Koroga kwanza hii hapa afu ndio tutaki hii hapa. Hii sawa. Au wapewe ukoroge upande mmoja jamani, kuna koroga sikate hivi. Kisute kwanza kitanani. Unajua hata chumvi. Maana anakuja kuingia huko. Koroga hivi. Tunaweza kuweka hii hapa na hii hapa au kuweka maji. Ili uye ukiji ulainishe. Na uzito wa sabuni utakusaidia. Hii hapa zote yote Anafuatia Mr. Ayubu Mvungi kukoroga koroga. Mr. Ayubu Mvungi. Mimi na yote. Ni nini tunaweka maji. Ni sulfuric acid. Angalia sije ukaungua kijana. Fahamu taarifa za awali za kikundi. Kama kikundi kiko maeneo gani, idadi ya wanachama kwenye kikundi, wanawake ni wangapi kwenye kikundi, idadi ya wanaume ni wangapi, kikundi kimeanzishwa lini na vitu kama hivyo. Na mnajishughulisha na nini? Hata kama kuna miradi ambayo ipo inaendeshwa na kikundi pia wanahitaji kufahamu. Ni mambo kama hayo. Kwa hiyo kadiri tutakavyokuwa tunaendelea na mikutano, kuna taarifa zingine nyingi watahitaji kuzifahamu ambazo tutakuwa nawapatia, sababu sio kwa site na wao wanakuwa wanakuja wanajumuika kwenye kikundi siku ya mikutano ya kikoba chenyewe watakuwa wanahudhuria. Kwa kifupi ni hivyo tu. Labda tukaribishe tu uanze kuzungumza nao ili tuokoe muda. Kikoba ni ya kuweka na kukopa. Ndio tunachofanyikaga kufika kwenye kikoba ni tunanunua hisa. Tunanunua hisa, tunaweza tukanunua hisa. Tunasema ni imeuzwa kuuza kwa hiyo anakopeshwa mwanachama, anarudisha labda kwa asilimia kadhaa. Anaporudisha mwanachama koba mara nyingi, ila kuna miradi mingine midogo. Mfano pale wakati mwingine tunakupaga, tuna viti, tuna meza
tunajikodisha kwa watu mbali, nayo pia ni kufanya na mkoba. Mkoba chetu na wanawake ni wanawake tuko 19. Na vipi, kuna changamoto gani tangu mwaka ulianzishwa mpaka sasa hivi? Changamoto ni nyingi sana sana sana. Changamoto ambazo tunazo kubwa kwenye urudishaji wa pesa. Tukishakopeshana pesa kwa vile udhamini ni kile kuna mtu ambaye ni anarejesha vizuri, lakini kuna mwingine harejeshi. Tunakwenda mpaka kwa maafisa maendeleo wa kata, wanakuja kwenye vikundi kutoa masomo, na wanafunzi kama hawa tunapokutanaga, sio sisi tu tunawapa tulionana nayo, na wao pia kuna watu wako hapa wanasema wanasomea mambo wakija pia na wao pia ni wanatoa maoni mawili matatu. Ndiko mkubishani kwa mtindo huu, mwingine anasema mngefanya hivi pangekuwa ni panakato kidogo kwenye habari ya kurudisha pesa, maana pesa ya mtu anayopewa ni yake na yanataka. Mfano mimi nina hisa za $600,000, lakini ninataka mkopo ni milioni 2. Pale ya kwangu ni $600,000 tu, vile milioni 1 na $400,000 ni pesa za mtu. Kwa hiyo unakuta mtu asiporejesha ninakosti kikundi kizima. Changamoto ambazo zipo kwenye kuja kwa ajili ya kuja kujifunza, kuna wengine watupokee kama walivyotupokea wewe. Hakuna shida, na tunawakaribisha Bukoba. Ila mtu ambaye atabaki na namba yangu wakati nikija mtoe mapema ili tupange muda, tupange pa kuwaweka mko wengi, na muda ni robo saa kabla ya kikundi chetu. Umeshamaliza sisi hapo. Nenda nyosha tu, unaandika nini tena huko? Peka dash alafu chapa mwaka huko 2026. Siweke mavitu mengi tuonekana uchafu. Basi. Namba 2, umekuja kuongeza thamani kwenye kikundi cha Furaha Vikoba, lakini pia Furaha Vikoba anaonyesha na biashara mbalimbali. Kama namkabidhi mwenyekiti wa Furaha Vikoba hivi viti tuweze kuwasaidia kwenye biashara yao ya kukodisha viti pamoja na meza. Mwenyekiti, naomba upokee viti ambavyo tumeleta group namba 2 ya kuongeza thamani kwenye mbarikiwe kwa kuturejesha. Asante, tunashukuru. Kwenu na kutupokea kwenu ni wanafunzi
kutoka hapo chuo cha kilimo SUA. Tunasoma somo la ni ugani kilimo tunaweza kuita, lakini pia tunahusiana na maendeleo ya jamii. Kwa hiyo ujio wetu kwenu ni kwa ajili ya kujifunza sasa mnafanya nini, lakini sisi pia tunaweza tukashare kitu gani kwenye vile kile mnachokifanya, kwamba hata sisi tunaweza tukasaidia kidogo kujifunza kwenu na nyinyi mkajifunza kwetu. Kabla sijaendelea, mbele yenu ni wanafunzi kama ndivyo watambulisha kwa ujumla wetu. Naomba nisiwasimamishe ili tusiwapotezee sana muda, lakini pia nipende kufahamu uongozi. Kama hamtojari, tumjue mwenyekiti. Mimi ndo mwenyekiti wa hiki kikundi cha msimamo na hao wengine ndio wajumbe wangu. Asante. Kuna nani hii ya uongozi? Uongozi wenu upo na nani? Kuna mwenyekiti, kuna katibu na wajumbe. Uongozi wetu ni wote. Kwenye pesa kuna mtu za pesa ndo mwenyekiti. Asante. Mwenyekiti, kama tulivyowasiliana mara ya kwanza, ndo sisi tumefika, lakini tulikuwa kabla tuendelee, tunaomba ombi moja katika kujifunza kwetu. Kwa hiyo kwa ufupi, kama nilivyoelezea, tungeanza na kujua kama kuna changamoto, sababu shughuli zenu mara ya kwanza mshatuambia ni vikoba, ndio na biashara. Labda kwenye vikoba hapo, kwenye biashara tunaweza tukajua ni biashara za namna gani? Mtakuwa na nini wenzangu? Biashara zetu sisi ambazo tumejihusisha nazo ni biashara ndogo ndogo. Tunauza sabuni na sukari na nguo, lakini sio zile nguo za gharama sana. Tunauza kama tight, chopi, blazia. Kwa upande wa sabuni hizi mnazitengeneza wenyewe? Hapana, tunanunua na tunasambaziana wenyewe. Na watu wa mitaani wakihitaji tunawapa. Yaani ni ile mnanunua alafu wenyewe mnavinunua kwa bei ambayo mnajipangia ili kuuza. Na sukari vile vile. Nguo vile vile. Mimi inabidi kutusaidia kwa sababu nyenye mnaelewa zaidi. Sawa. Tutalifanyia kazi. Tutapata. Kitu kingine mbali na hizi shughuli mnazozifanya, je, kuna kitu kingine ambacho mlitamani kukifanya? Tunatamani vitu vingi tu. Watu wanatamani kufuga kama kuku. Watu wanatamani kutengeneza sabuni zetu wenyewe, lakini sasa ndio hatujapata mtu wa kutuwezesha na mtu wa kutusimamia na kutuelekeza kabisa kwamba kuku tulikuwa tunapenda kufuga kuku. Ndio tulikuwa kuanzia na kama mtu ametaji nini, hatuna kitu cha kutuwezesha kufanya hivi. Kama hapo nilivyotangulia kusema awali, hatua ya kwanza kabisa ili nyewe kupata hizi mikopo kiurahisi ni kujisajili, kuwa na katiba, kwenda kusajiliwa ili mtambulike. Mikopo inakuja ipo mingi tu, ila tu wapewaji sasa wanakuwa hawana hiyo elimu kwamba kuna hiki kitu kipo, au elimu nayo ila vigezo vinakuwa hakuna. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, sababu mmechanganyikana, kinakuwa kikundi cha vijana. Nyie hapa wote naona ni vijana kabisa. Kinaitwa kikundi cha vijana, wanatoa mikopo huko. Kwa hiyo tutajitahidi kufuatilia kwa afisa maendeleo ili aweze kuwasaidia katika hili. Kwa katiba pia mtatusaidia kutu na katiba. Sasa hapo katiba samani kidogo.
Kwa majina Tenela Mtoi, mwenyekiti wa grupu namba 3. Mmoja kuhudhuria kikundi chetu ambacho kinapatikana Component, kikundi kinaitwa Msimamo. Memba waliopo katika kikundi hichi ni memba 19, wanawake 16, wanaume 3. Kikundi kinajishughulisha na kazi mbalimbali ikiwemo kutengeneza nguo, kutengeneza sabuni, lakini pia kukomeshana sukari ili kupata manufaa katika grupu. Hivyo basi tumepata changamoto mbalimbali, ila sisi kama wana kikundi tutajua namna gani ya kutatua changamoto zao katika kikundi chao. Asanteni sana. Kudeki choo, kuosha vyombo, lakini ya kuosha vyombo inakuwa haina perfume, na kama upendelei rangi unakuwa huweki rangi. Hii hapa inaitwa sulfuric acid. Hii hapa kwa ajili ya kutoa uchafu. Alafu inaitwa slesi. Hii slesi ndio kwa ajili ya povu. Alafu ni soda ash. Na hii ndio base kwa ajili ya kuneutralize hapa sulfuric acid. Hii hapa ni chumvi ya mawe kwa ajili ya uzito. Haya basi. Alafu nina hivi hapa vibobo. Hii ni perfume ya dofi. Kuna marashi mengi. Kuna strawberry, kuna dofi, kuna hii hapa ni CDE. Hii CDE inasaidia kuboost povu. Inafanya kazi na hii slesi hapa. Hii ni inasaidia kuzuia michubuko. Kwa sababu lazima ushike sabuni kwa unatumia. Lakini rangi tunachukua rangi ya blue, kuna rangi ya kijani, kuna rangi ya brown, kuna njano, ila unachukua rangi ukienda kule dukani unaambia nataka kutengeneza lita 15. Kwa hiyo maji yako yatakuwa ni ndoo kubwa moja na ndoo ndogo moja. Yaani ukiwa unaanza kutengeneza hivi vifaa maji yasizidi. Unajua kama unataka uje utengeneze ndio ambao unakupimia. Ndio kama kwa hiyo mpaka hatua hii kwa mtu asiyependa rangi au perfume sabuni yetu iko tayari, lakini kwa sababu sasa leo tunahitaji sabuni kwa ajili ya kufuria, manukato, kufanyia usafi ndani, tutaweka perfume, lakini pia tutaadi matiro ni mara mbili, si ndio? Unabadilisha rangi tena nayo. Yaani kwa majina naitwa Moshi Isa Mokola, ni mwenyekiti wa kikundi cha Msimamo. Nawashukuru wanafunzi wa chuo kikuu cha SUA kuja kututembelea. Nawashukuru wana kikundi kwa kufika muda ule ambao tumepanga kufika. Na pia kabisa namshukuru mwalimu wetu dada Jessica kwa kuja kutupa elimu ya kutengeneza sabuni. Jumamosi tunawakaribisha sana, na kila huu ujazo tutakuwa tunauza kwa shilingi 2,000. Ujazo wa lita moja tutakuwa tunauza kwa shilingi 2,000. Karibuni sana. Tunaomba nini? Kwa hiki ambacho mmetupatia tutakiendeleza, hatutakuwa na ukomo. Tutakapomaliza hii tunatengeneza nyingine mpaka tujue tunapata faida kiasi gani. Yaani na sisi na siku tutakayotengeneza tunawakaribisha mje kuchukua sabuni yetu kununua. Kwanza tunawapa kwanza tusapa aone nashukuru mapema. Tumepata nafasi ya kutuelezea kwamba ni akina nani wanashughulika nao, ni vikundi gani wanashughulika navyo, na je wanapata msaada kutoka katika kama kampuni mbalimbali ili kuendeleza mazao yao ya kilimo. Lakini pia kikundi kama kikundi kutokana na kiongozi wao amepata nafasi ya kushukuru kwa huduma ya ugani ambayo wanapatiwa na maafisa ugani. Amewapa kongole sana maafisa ugani kwa
nia njema ambayo anasaidia kama kikundi. Bado kidogo ana changamoto, mume wake kidogo anaumwa, huaga anachelewa kidogo. Inabidi kwanza apatie huduma na nini ndio. Asante. Kama wenzangu walivyoeleza, tumekuja kujifunza. Kwa hiyo tulikuwa tunataka tujifunze pamoja na nyinyi, mtuelekeze hasa mnashughulika na nini, changamoto gani ambazo mnapitia kuhusiana na hilo zao mnalojihusisha nalo, vitu gani mnapenda vingefanyika hivyo, na sisi kama tuna maoni tutakuwa tunashare hivyo hivyo, lakini leo tutasema kwamba tuje tufahamiane, tuwafahamu na sisi mtufahamu. Tutakuwa hapa kwa wiki labda kama hivyo mnaposema mara moja, au tunapopata nafasi tunakuja, kwa sababu kuna vipindi vingine vinakuwa vinaendelea. Kwa ushirikiano kama huo, kwa tunahitaji pia mtuelekeze kuhusiana na shughuli zinazohusika kwenye hiko kikundi cha TWIDIKI. Tukianza kwa historia, TWIDIKI kama TWIDIKI ilianza tarehe 5 mwezi wa tunapeleka labda sehemu fulani masuala yanakuwa kwa bahati nzuri au mbaya, tuseme ni nzuri sio mbaya. Kwa mfano tukienda katika system ya bidhaa kama ya muhogo, muhogo huwa tunauza masokoni, au kama hivi mtu anakuja ananunua anaondoka. Ukija kwa migomba kama migomba huwa tunauza humu watu wanakuja. Ukija kama hizi nyanya chungu huwa hapa tu zinaisha. Yaani kidogo ni bidhaa ambavyo vile tunapokuwa nao au tunavyoviendesha tunapata bahati watu tunafikia hapa. Kwa hiyo havina sababu ya zipo hususa kwenye system ya kilimo chetu, aina ya mashamba, ukubwa wa mashamba. Tunashindwa kupata mashamba makubwa kutokana na wenyewe kifupi tunajikongoja. Alafu pia vile na hali ya sasa imekuwa issue. Maana kilimo asilimia kubwa kinalenga umwagiliaji na hitaji msimu. Na hata pia vile ukiangalia kwa hivi tulivyo kwa sasa huko kidogo ukame umetuzidia sana. Kwa hivi maji kidogo yanakuwa wenzetu wanapiga kelele. Hii transplanting baada ya kupanda ina faida zake. Yaani kuna faida kuweka kitalu kabla ya kwenda kupanda direct. Sawa? Tunapanda mbegu kwenye mashimo kule. Ukiweka kitalu zitakazoota ndio utakazokuwa unazifanyaje? Utakazopeleka sehemu, si ndio? Tunatakiwa tuwe tunatembelea shamba letu. Tunaanzia sokoni, tunazalisha shambani kwa mapato zaidi. Na umaskini kuwa historia imewezekana? Inawezekana. Njaa na umaskini kuwa historia imewezekana? Inawezekana. Imewezekana. Asante. Kwa hiyo ninakaribisha sana kwa nguvu. Viko vikundi vingi tu. Kuna vikundi zaidi ya 8 vya kuweka na kukopa vilivyopo chini ya Nekalibu. Sasa ile bila serikali ile Tanzania na bati walimu wenu wana muunganiko wao wa manispaa ya Morogoro, ofisi yao iko Sabasaba, ambayo inawasaidia kuwatafutia walimu wa kuwaelekeza, lakini kukiwa na changamoto kuweza kutatua migogoro yao. Lakini pia ni kikundi ambacho kinaweza kufunza kwa mzuri kwa sababu wakiwaletea rejea zao tunaendelea kupeana elimu, wanakuja wageni wapya, wengine wanatoka, wengine wanaweza wakawa anaingia kwenye kikundi yake au tabia zake sio kale. Sisi ni wanafunzi wa kikundi namba 7 kutoka chuo cha Sokoine University of Agriculture. Tumekuja kutembelea kikundi cha Tukoane ambacho wao wanahusika na kuvunja hisa na kuwekeza pesa mbalimbali.
Hivyo tungependa kwa ufupi tufahamu na aweze kujitambulisha na tuweze kumfahamu ni nani na anahusika na nini katika kikundi hichi kwa ufupi, then tutaendelea na maswali mbalimbali kuona namna gani ya kuwasaidia hawa ndugu zetu wanakijiji, wanafamilia katika kujikwamua kiuchumi na kuensure tunaita sustainable development, maendeleo endelevu katika issue ya utunzaji wa fedha. Asante sana, naomba nikukaribishe mama uweze kujitambulisha, uweze kuendelea na ratiba zingine na ni nani na wanakikundi hawa ni wakina nani. Asante. Isa ziko. Kwa majina naitwa Mwalimu Hawa, ni mwalimu wa kikundi hiki cha Tuokoane. Pia ni mratibu katika vikundi hivi. Tupo hapa na kikundi cha Tukomboane. Kama kawaida yetu huwa tunakutana kila wiki kwa ajili ya kupanda hisa, kuwekeza hisa na kukopeshana na kurejesha ili kujikamua na maisha yetu. Karibuni. Asante sana. Basi tuendelee kuwasikiliza na tutaendelea na ratiba zingine. Asante. Maana ya hisa ni akiba tunaweka kwenye kikundi. Tunaweka akiba ili ikifika mwisho wa mwaka huaga tunavunja hisa na faida zetu, tunaenda kufanya malengo yetu ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kila wiki sisi tunajiwekea akiba. Tunapoanza kikundi tunaweka mtaji. Mtaji huo tunaita hisanzia. Hisanzia inafanyika siku ya kwanza tu kikundi kinapoanza. Kwa mfano kama leo tungekuwa ndio siku ya kwanza, basi leo tungeweka hisanzia. Hisanzia kwa kikundi kama hiki kina mzunguko wa kuanzia 3 kuendelea, haina kikomo. Mtu ameweka 2 sawa, milioni sawa, 500,000 sawa. Zeni kila wiki anakuwa anagonga zile hisa 5 tu. Kwa kila wiki huwa tunaweka shilingi 10,000, wengine wanaweka 12,000, wengine wanaweka 14,000. Tunakopa, tunakopeshana kila baada ya mwezi, tuna marejesho 10%. Baada ya mwaka basi tunafunga hesabu. Ikishafika miezi 9 tunafunga madeni. Ina maana ikifika miezi 9 hatukopeshani tena, tunapeleka hela zetu benki tayari kwa kujiandaa kugawana miezi 12. Kigawana tunaanza tena kama mlivyotukuta hivi. Kwa ufupi ndio hivyo. Ningeomba pia kama kuna maswali ambayo tumeandaa sisi kama wataalamu tuweze kuwauliza kuona namna gani tuweze kushirikiana nao katika changamoto ambazo. Ningeomba kwa ufupi sana mtuambie changamoto ambazo mnakutana nazo kwenye kikundi chenu ambazo mnazipitia ili tuweze na sisi kujisikia na kujifunza kutoka kwa karibu. Changamoto zipo, unajua kila kitu unapokianzisha kikosi changamoto, si ndio? Kuna faida na kuna changamoto pia. Changamoto tunazozipata, kuna baadhi ya wanakundi wanakuwa sio waaminifu, anaweza akakopa pesa yetu akashindwa kurejesha kwa wakati. Tayari anakuwa ashatukwamisha wanakikundi lengo letu. Maana lengo si ikifika mwisho wa mwaka tuvunje tufanye malengo yetu. Maana tunapowekeza ndani ya mwaka mzima, kila mmoja pale amedhamiria kama kupeleka mtoto shule, kama kufanya kitu cha maendeleo, lakini changamoto ndio inapokuja katika mzunguko. Wanaweza katokea 2 au 1 au 3 wakakopa hela zetu wakashindwa kurejesha kwa wakati, na hata mpaka siku ya kuvunja wakawa pia hawajarejesha marejesho. Kwa hiyo wakatukwamisha, lengo letu linakuwa halijatimia. Karibu. Samahani, njia gani tunatumia kuweza kufikia hao ambao wanakuja kulipa ndani ya kuweza kufikia na hizo hasara ambazo watakuwa wametia kikundi? Sisi tuna utaratibu, vikundi vyetu vimesajiliwa, vina account benki, yani viko kisheria, tunajulikana hadi manispaa mzima. Kwa hiyo wakati tukimkopesha mwanachama, kwanza kuna fomu ya kujaza. Anajaza fomu, ile fomu inajieleza vizuri atakaposhindwa then nini kifanyike. Sawa? Kwa hiyo hata kama tutavunja, amebaki na deni letu, basi kuna fomu nyingine ambayo tutakayompa, kwa sababu ni mwanakundi mwenzetu, hatuwezi kujua naye kapata changamoto gani. Mnaweza mkatushauri, si wajasiriamali wadogo wenzetu, mko shule mmesoma, mnaweza mkaona kwa kiasi tulichojielezea mkatupanua zaidi. Karibuni. Karibu Alinga. Mimi labda kwa ushauri, sifa ya kwanza ya kukopesheka, naweza kusema karibia sifa zote mnazo, basi sifa moja tu ya kuanzisha mradi endelevu ambao kuandikia ile ombi kwa ajili ya kwenda kuomba mkopo manispaa. Kwa ningeshauri mradi uko mingi, kwa ule mradi wote ambao kwa upande wenu. Habari,
Kwa majina naitwa Doreen Marcel Brazili, mwanafunzi kutoka Agriculture Extension. Ningependa kuwakaribisha katika kikundi chetu ambacho tumekuwa tukifanyia kazi. Kikundi chetu kinaitwa Coleman's Group ambacho kinafanya kazi ya uzalishaji wa mafuta ya alizeti. Kinapatikana hapa Misufini. Katika uzalishaji wa alizeti kwenye kikundi chetu wanaanzia kuanzia process ya kuanzia kwenye kununua mbegu za alizeti, kuchakata mbegu za alizeti mpaka upatikanaji wa mafuta ya alizeti. Karibuni kwa ajili ya kujifunza na kununua bidhaa zetu. Naitwa Simon Ngasa na ndiye mwenyekiti au kiongozi katika grupu hili hapa. Tuko hapa katika lengo moja la kujifunza na kubadilishana mawazo kwa kote vile vile. Ningependa kusikia pia jina lako brother. Tafadhali karibu. Mimi naitwa David Abraham. Shaka pia ni kiongozi au mchaki inaitwa Coleman's na uchakataji na uandaji wa mafuta ya alizeti. Na almost tuna maswali mawili matatu. Wasema mwanzoni wote ni tunajifunza lakini pia tunajifundishana. Unajua vitu vingi ambavyo tunavijua, vitu vingi vichache ambavyo sisi tunavijua kwa upande wetu. Kundi pia na maswali ambayo pia nakufahamu na kujua kutoka kwako. Unaweza kutupa kidogo kwa historia kafupi ya kikundi? Mashine ilianzishwa mwaka 2016 lakini haikuwa hapa. Hapa ilikuja 2018. Mwanzo biashara ilikuwa kawaida. Unajua sehemu unapoenda kuanza kufanya kazi biashara inakuwa kawaida. Hadi unapozidi kwenda ndio biashara inazidi kukua. Kutokana na watu wanapojua zaidi basi biashara. Ningependa kufahamu na ukubwa wa maeneo ambayo mnadharishia inakidhi uhitaji wa muda gani? Kama kwa kulima peke yake haitoshi. Yes. Sababu hapa at least kwa mwaka atakuwa na gunia 1500. Kama uingie shamba kulima uongo. Yes. Kwa lazima kuna nyingine utalima, nyingine utafanyaje? Utanunua. Na wastani maybe gunia moja inakatoa kiasi gani cha mafuta? Hapo sasa ina depend na aina ya mbegu. Maana kuna mbegu nyingine inakupa 25, nyingine 28, nyingine 20. Na nyingine hadi 12. Sehemu hii mko watu kama wangapi? Tuna mama wawili, kaka tuko watatu. Kuanzia mwaka huu ndoto zenu ni vipi katika miaka mitano ijayo? Kupata tawi lingine tofauti na hapa. Changamoto zipo, unakuta kuna siku umetengeneza mafuta sio mazuri. Wateja akaja wanalalamika. Sina njia tofauti ya kuwafikia wateja wangu kama mimi kwa sababu sijatengeneza huo mfumo bado. Hivi ni kitu gani ambacho ungelitamani watu ambao tunajifunza kutoka kwenu? Maybe jambo hili hapa tungeweza kulitatua ama tungeweza kusaidia na kulikamilisha jambo gani? Hata mnisaidie tu kutangaza hiyo. Yes, kama namna ambavyo umeona tumeweza kutembelea kikundi hiki cha Coleman's na tumeweza kuzungumza nao na kusikiliza changamoto zao, na moja kati ya changamoto zao ilikuwa katika swala la branding ya biashara yao, na tuliamua kushughulikia swala hili kwa kuweza kuandaa matangazo mbalimbali pamoja na posters ambazo tulizitengenezwa kwa ajili ya kwenda kubandika tena katika eneo hilo, kisha tukarudia tena kwa ajili ya maudara la mwejeto. Mulisho kwamba kwa majina yangu naitwa Simon Ngasa, ni kiongozi pia katika kundi hili hapa. Ni wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Sokoine, ni mwaka wa 3 katika kozi ya gani mwaka wa 3. Nimeona pia wakati wa upimaji ile mwenyewe inakuwa imefungwa. Sasa natumia njia gani kubaini kwamba humo ndani michomo ni kile ambacho tunahitaji? Maana inawezekana wakulima mara nyingi huwa tunatabia tofauti kwenye wakati wa ujazaji wa hayo magunia. Mtu anaweza kukuta pengine kwa namna moja ama nyingine ameishi labda ile mali yake ni kidogo, labda anataka hata kuongeza vitu ambavyo vitaongeza uzito zaidi. Je, mnatumia njia gani labda kubaini kwamba hiki kitu tunachotumia basi hiko tunachohitaji? Kwa hapo tulikuwa tunapenda kufahamu labda ni jambo gani lingine ambalo unaweza ukatushauri ili wanaokuja nyuma yetu baada ya sisi kuondoka wakalifanya pia na wao ili kuweza kufikia biashara zao vizuri. Kama sisi jamani hiki hapa na hiki ifanyike, lakini tumeshindwa kufanya, labda wanakuja nyuma yetu baada ya sisi kuondoka wangetamani waweze kufanya ili ninyi mweze kufikia mafanikio yenu mazuri. Upande wangu tofauti na hapo labda
Kwa kweli kwa upande wetu sisi kama wanafunzi tunakushukuru sana kwa muda wako. Tunamshukuru sana pia kwa nasoma extension. Namshukuru sana Profesa Madaha kwa somo alilofundisha kuhusiana na mambo ya jenda na mambo ya kuendelea kwa katika jamii. Pia nashukuru kikundi cha Thomas kwa ushirikiano waliotuonyesha sisi wanafunzi. Tumejifunza mengi kutoka kwao na pia sisi tumewafundisha mambo mengi yanayohusiana na mambo ya biashara ya mafuta ya alizeti. Pia nawashukuru wanafunzi wenzangu au wanakikundi wenzangu ambao mwenyekiti, mjumbe na katibu wake. Asanteni sana kwa ushirikiano. Tuonane tena. Shughuli iliyofanywa na Profesa Madaha kutuambia tuandae tukio, yani wananchi wamepokea vizuri na wameshukuru sana kwa sababu imewajenga. Pia wameweza kuuza bidhaa zao baadhi, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanahitaji bidhaa. Kwa hiyo kupitia hiyo siku wameweza kufanikiwa kuuza biashara zao. Pia wananchi wengi wamefurahishwa na hicho kitendo, kwa sababu kupitia hiyo imewajenga, imewaimarisha, imewakuza. Pia wamepata maarifa mengi, wengine wamejua namna ya kutengeneza sabuni, wengine wamejua namna ya kutengeneza viungo. Kwa ni jambo jema, tukio limewafurahisha sana. Pia kuna wadau mbalimbali ambao nao waliongea maneno machache baadhi kutokana na hiyo siku. Wamefurahishwa sana, wameshukuru sana kwa sababu imekuwa ni chachu ya maendeleo. Wamempongeza sana Profesa Madaha kwa sababu amefanya jambo zuri. Yani ni mtu mbunifu sana, ni mtu ambaye yani anastahili pongezi zote, kwa sababu yani wameimarishwa, wameelimika, yani wamejifunza. Kuna baadhi ya viongozi wamejifunza kutokana na hicho alichokifanya. Kwa hiyo ni jambo zuri. Tutaenda kuona baadhi ya viongozi ambao wameongea kuhusiana na hilo tukio na wameongea mawazo yao, wamefanya vizuri kweli. Yani wamempongeza in short Profesa Madaha kwa sababu amefanya jambo zuri sana na ni la kushangaza kwenye jamii, haijawahi kutokea kitu kama hicho. Pia kuna baadhi ya wananchi pia wamefurahishwa na wameongea, yani wametoa maoni yao kuhusiana na hilo tukio ambalo limefanywa. Yani wameongea, wananchi mbalimbali wameongea kuhusiana na jambo hilo ambalo limefanyika, na wanafunzi pia wamesema kupitia hao wanafunzi wameweza kujifunza mengi sana. Tutaona baadhi ya wananchi ambao wameongea kuhusiana na hilo tukio na viongozi mbalimbali, tutaona wote kwa pamoja ili na wenyewe watoe mawazo kuhusiana na hiyo siku ambayo imefanyika. Kutokana na shughuli hiyo iliyofanywa na wanafunzi, baadhi ya wananchi wameweza kufurahishwa na hicho kitendo, kwa sababu Profesa Madaha ameweza kutoa elimu na nadharia kwenda kwenye elimu kwa vitendo. Kwa wamefurahishwa kwanza na jambo hilo na wamempongeza sana Profesa Madaha kwa hicho alichokifanya, kwa sababu watu wamekuwa wabunifu, watu wamekuwa wamejengewa uwezo, watu wanajua saizi namna ya kuongoza, namna ya kufanya matukio mbalimbali kupitia hiyo tukio. Kwa limewajenga. Ana Chiwata ni mjumbe kutoka kikundi cha Tupendane Group. Tunashukuru kwa ujio wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha SUA, wametuwezesha, wametufundisha namna ya kutengeneza sabuni za maji. Kiukweli kabisa tunatoa shukrani zetu za dhati sana. Kwanza kwa mwalimu wao ambao wamewafundisha hichi kitu, wamewaelekeza, wamekuja na sisi kutuelekeza. Hii sabuni huu ujuzi utatusaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza tutajikwamua kiuchumi. Tutaweza tatuingizia kipato, itatuongezea kipato. Pili, tunamshukuru sana Mwalimu Madaha kwa nadharia yake ya kufanya elimu kwa vitendo. Hii inakomboa sana jamii kiukweli. Hongera sana Mwalimu Madaha, maua yako tunakupa. Asante sana. Tutajikwamua kiuchumi, kipato changu kitaongezeka. Kiukweli 1000 hizi 1000 ngapi hazitanipiga chini. Yaani shukrani zangu za dhati na za pekee kwa Mwalimu Madaha. Bila vitendo, ila Mwalimu Madaha kaleta elimu kwa vitendo. Hii elimu na vitendo hii imekuja kukomboa jamii, hasa sisi wakina mama wa kikundi cha Tupendane Group. Atashia hapa
tutaenda kuwaelekeza na wenzetu. Kwa Mwalimu Madaha tunakushukuru sana, hongera, tunakupa maua yako. Asanteni sana jamani. Majina naitwa Isaac Kafuru, ni mwanachama wa kikundi cha Fahari Group. Tunashukuru ujio wa wanafunzi kutoka chuo cha SUA, wameweza kutufundisha mradi wa kutengeneza sabuni za maji. Kwa sasa tunaweza kutengeneza sabuni za maji pasipo wao kuwepo. Pia tunamshukuru Mwalimu Madaha kwa kuweza kubadilisha elimu nadharia kwenda elimu ya vitendo. Pia tunashukuru kwani imekuwa na manufaa sana katika jamii. Pia tunamshukuru Mwalimu Madaha na wanafunzi wote kwa ujumla. Napenda kushukuru timu iliyoweza kufanikisha shughuli hiyo, nikiongozwa na mimi mwenyewe kama mwenyekiti, tukiwa na Madam Margaret, tukiwa na Madam Neema, tukiwa na Mr. Amani, pia tukiwa na Madam Rose, kama timu iliyoweza kucoordinate na kuhakikisha tukio hili linaenda kufanikishwa. Jambo la pili, napenda kuwashukuru wana BCD wote na extension 3 wote kwa support yao na mchango wao toka tulivyoanza kwa organize sherehe hii mpaka mwisho wa sherehe hiyo. Aidha, shukrani zetu na pongezi zetu kubwa zaidi ziende kwa msimamizi wetu na mwalimu wetu Lazeri Mpuya Madaha kwa shauku yake kubwa ya kuweza kubadili elimu nadharia kwenda katika elimu ya vitendo, na hayo hayajafanywa kwa maneno tu, bali yameweza kufanywa kwa vitendo kama ilivyoonekana katika maonesho hapo mbele yaliyopita. Pia shauku yake ya kutaka sisi kama wanafunzi wa maendeleo ya jamii mwaka wa pili na kilimo ugani mwaka wa 3 kuweza kuweka rekodi ambayo itatunza kwa miaka na miaka kwa ajili ya leo pia na kesho. Aidha, nipende kushukuru uongozi wa taasisi na chuo kwa ujumla kwa sapoti yao walitupatia na mchango wao wa kuweza kuturuhusu sisi kufanya maonyesho haya. Mwisho kabisa, nipende kuwashukuru wote kwa ujumla wenu. Asante.